السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وبعد. Ndugu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kutaka swala na salamu zimfikie mwalimu wa umma bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allah azza wa jalla anasema katika kitabu chake kitukufu baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya bani adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Katika aya hii ndugu katika imani, anatuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema ya bani adam, enyi wana wa Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin, chukueni mapambo yenu, chukueni mavazi yenu katika kila msikiti, maana yake kila mnapoelekea katika kutekeleza ibada za swala. Wakulu washarabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifina, na kuleni na kunyweni lakini tu msifanye israfu, innahu la yuhibbul musrifina, kwani Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kufanya israfu. Almahallu shahid katika aya hii ndugu katika imani, na lengo la kuileta maudhui hii ni baada ya kuchunguza ndani ya nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika misikiti mingi wako watu wanaingia katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala kwa lengo la kwenda kutekeleza ibada za swala, lakini maskini ya Mungu wakati mwingine wanaweza wakaingia na wasitoke na chochote, na hili ni kwa sababu hawajasitiri aura, hawajasitiri nyuchi. Vipi wewe unaingia katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha na ilhali ya kuwa hujasitiri uchi wako, na huku kitegemea kwamba ibada yako ikubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ilhali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekwambia khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin, chukueni mavazi yenu kila mnapoingia katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba sitirini nyuchi zenu mnapoingia katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Hili nyote ni mashahidi. Wako watu wengi wanaovaa mavazi, hasa vazi la suruali. Vazi la suruali limekuwa ni mtihani unapoingia katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, halafu umevaa suruali yenyewe wakati mwingine imeshuka chini. Nikisema hivi utakuwa umeshanielewa. Sasa unapokwenda kurukuu ama kusujudu, maana yake ni kwamba suruali itashuka chini, na kama ni shati umevaa au t-shirt inavuka, maana yake ni kwamba utakuwa umevukwa na uchi, kwa maana ya kwamba utasali na ilhali ya kwamba baadhi ya sehemu za makalio zikiwa uchi. Ndugu katika imani, unafahamu ya kwamba katika masharti ya kukubalika ibada yako au swala yako, kwanza ni saturul aura. Swala yako ili iweze ikakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima uhakikishe kwamba umesitiri uchi wako, na hili limekuwa ni mtihani pia, linakupelekea wewe hata kukosa khushui katika swala yako, kwa sababu itafika wakati kila ukisikia imamu amesema Allahu akbar kwenda kurukuu, utakimbilia kwenda kushika ima ni shati ima ni t-shirt. Kila akiinuka akienda kusujudu, na wewe hivyo hivyo unashughulika wakati wote, mikono ina sehemu zake za kuiweka kila vihama unapokuwa unahama. Sasa wewe unaigeuka na kuweka mikono yako nyuma ya mgongo wako kila wakati, hiyo khushui utaipataje? Ndugu katika imani, tusichukulie swala kimchezo mchezo, na ilhali ya kwamba tunafahamu ya kwamba kama alivyosema bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyama as-salah, jambo la kwanza kabisa ambalo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala atahesabiwa katika mizani ya mema yake, au katika mizani baada ya kuwa amesimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika ibada zote, ibada ni nyingi taban, lakini jambo la kwanza kuhesabiwa ni swala. Fa in salahat, ikiwa swala itaonekana kwamba imetingamaa, basi na ibada zingine ama ibada zingine zitakuwa ni zenye kutingamaa, lakini ikiwa swala itaonekana ina dosari, hizo zingine hazitokusaidia chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu katika imani, swala si suala la kuchukulia poa kimchezo mchezo, la, ni suala ambalo bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mpaka dakika ya mwisho anaondoka, akhiru lahdha katika hayatihi sallallahu alayhi wasallam, mwisho wa maisha yake mtume sallallahu alayhi wasallam, pumzi zake za mwisho, bado mtume sallallahu alayhi wasallam anasisitiza umma kuhusiana na suala la swala. As-swala wa ma malakat aymanukum, swala. Angalia umuhimu na uzito wa ibada hii. Sasa wewe unaingia
Unaweza ukaishi katika maisha yako yote unaingia msikitini vipindi vitano tena kwa jamaa, lakini maskini ya Mungu kila unapokwenda kurukua ama kusujudu unakuta kwamba wewe umeshavukwa na nguo zako, kwa maana ya kwamba umebaki uchi. Na ni mtihani mkubwa. Kwanza mbaya zaidi ni kwamba ibada yako inakuwa haikubaliki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pili mnawashughulisha wale wanaokuwa nyuma zenu. Inakuwaje wewe ndugu yangu katika imani ikiwa mpaka katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala unakwenda na unashughulishwa, badala ya kutekeleza ibada kwa khushui, wewe unahangaika na mikono yako kuhakikisha kwamba t-shirt umeichomekeza au umeiweka katika mazingira gani? Hiyo swala itakosa khushui na mwisho siku utajikuta kwamba unaingia unarukuu unainuka kumbe unafanya mazoezi. Ndugu zangu katika imani, swala hili nini kinakushinda? Vaa vazi la kisheria, vaa vazi ambalo linakusitiri. Vazi la kanzu ni vazi ambalo ni zuri sana unapoingia katika ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia umeshindwa kama umeamua kuvaa suruali ukavaa labda na t-shirt, vaa t-shirt ndefu ambayo inafunika mwili wako wote, ambapo hata unapokuwa katika ibada au unapoingia katika swala hutokuwa na wasiwasi wote wewe kuvukwa na mavazi. Huu umekuwa ni mtihani mkubwa sana, kwamba watu wanapokuwa wamesimama mbele kwenye swafu na wengine huko nyuma, alafu uko ndani ya swala, kisha unamuona mtu yuko mbele ilhali ya kwamba mwili wake uko uchi, ni jambo ambalo linasikitisha sana, linakutoa hata wewe katika. Sasa ikiwa hali ndiyo hiyo, je, na nyumbani? Maanake nyumbani pia una watoto, una familia, kuna watoto wa kike, una watoto wa kiume, una madada zako, una mama yako. Kuna wakati mwingine unaweza ukashughulikia au ukasaidia kazi za nyumbani, ima ni kufua, ima ni kupika, ima ni kufanya lolote, utainama utainuka. Unaonaje wewe huna hata haya kwamba inafika wakati kwamba watoto wako wanakuona ilhali ya kwamba mwili wako uko uchi? Ndugu katika imani, hili ni suala ambalo limekuwa ni tatizo katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Tubadilike, tunapokwenda katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala tuingie na ilhali ya kwamba tumevaa mavazi ambayo ni ya sitara. Kwanza hayatotushughulisha, tuhakikishe kwamba hayatotushughulisha tunapokuwa ndani ya swala. Kila wakati unarudisha mkono wako nyuma kuhakikisha je, t-shirt haijavuka. Lakini pia vile vile na ikivuka itawashughulisha na wengine walioko nyuma, anaona huyu naye namna gani. Hii haifai katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tubadilike na ili ibada zetu ziweze kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kusitiri aura, kusitiri uchi unapokuwa katika swala ni moja katika masharti ya kukubalika swala. Ikiwa hutositiri uchi wako utaingia na utatoka na ilhali ya kwamba hujakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haya machache niseme subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.